Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kukaa kimya ni jibu ambalo utalichagua kwa mtu. Hivyo hutotaka kujibizana naye. Kuonesha utofauti wa ukuaji na uelewa kwa matendo utakayokuwa nayo. Bado upo katika hali ya kutafakari kitu. Kutamani kujua faida ya kitu ili uanze kuifanya. Kutoa shukurani za dhati kwa aliyekufanyia wema. Nyota ya mizani. Kumfariji tu mtu ikiwa moyoni unajua jambo kuwa haiwezekani. Utapata na utakosa. Ndizo hatua zako zitakavyokuwa sasa. Kutojizuia kulia kila unapojihisi huzuni. Kulikataa kosa ulilolifanya. Kupata nafasi ya usimamizi ambao wengi waliitamani. Kupatwa na majonzi kwa mtu aliyefariki. Kupatiwa pesa. Mtu atajifanya ni mwaminifu kwako, ikiwa hayuko hivyo. Utakuwa na mtu ili upate kitu. Kuhisi mtu fulani yuko kwa lengo la kuharibu mipango yako. Nyota ya ndoo. Kushtuka usingizini. Kushuhudia vitu vitakavyo kushangaza. Mtu atahitaji kuwa mwema kwako, ikiwa alishawahi kukufanyia ubaya. Utafanya usuluhishaji kwa watoto. Kupokea zawadi. Kutoa elimu itakayowafaidisha wengi. Kupatiwa pongezi. Kupata ongezeko la kitu. Kujitahidi kuyasahau yaliyopita. Mtu mwenye tamaa atakurubuni. Kufikiria kuwa mbali na mtu. Kuhamasisha jambo muhimu. Kuanzisha kitu chenye faida kubwa. Nyota ya samaki. Kuzungumza na mtu kwa kauli ya ukali. Mtu atakuwa na hofu kwako. Kuziondosha hila zinazokuandama kwa njia ya nguvu iliyopo karibu yako. Kuujua unafiki au dhamira mbaya ya mtu. Kushughulika na mambo yako binafsi. Utatamani kuwa karibu na unayempenda. Kuna mtu muhimu atakutafuta. Kumfikishia mtu taarifa zitakazomfungua mtu ufahamu wa kujua kitu. Kuishi na mtu kwa uvumilivu. Samaki, wewe ni nyota muhimu kwa watu waliokuzunguka. Mwongozo wenye baraka upo karibu yako. Pokea mazuri na kujiondosha kwenye vifungo vinavyofanya uwe na simanzi. Mwenye nyota ya asili ya kaa atakuwa mwenye ushauri mzuri kwako. Nyota ya kaa. Kutamani upate muda wa kupumzika, ila kazi zitakuhitaji. Kuona mwangaza wa kitu kikiwa kwa mbali. Kuna safari yenye heri utakayoipata. Kutumiwa barua au ujumbe wa kikazi. Mtu atakuwa mwenye kukufikishia taarifa za sehemu usiyokuwepo. Utasita kutekeleza jambo. Kupata mtu wa kuongea naye mambo mengi atakayouweka huru moyo wako. Utashindwa kuyaamini maneno ya mtu aliyekuwa msaliti au mbinafsi kwako. Mtu mwenye nyota ya nge anakuzungumzia kwa ubaya. Utamficha mtu uhalisia wako au kitu kinachokuhusu. Kufurahiwa na watu ukiwa matembezini. Hii ni ishara ya heri na baraka, hasa ikiwa ni watoto. Kutendewa wema na mtu wa karibu. Anaweza kuwa jirani au vinginevyo. Utapata wingi wa kitu kwa msimu huu kwa nyakati mfululizo. Jaribu kuweka mipango yako sawa. Nyota ya nge. Kupata ndoto za uzinzi au hali ya uchafu wote usiopendeza. Ni ishara ya kuandamwa na ubaya. Unashauriwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kufuata njia iliyo sahihi. Moyo kukuuma sana. Kuamua kumsamehe mtu. Kupitia hali ya hasira. Kufanya jambo litakalowaumiza wengi waliokuwa karibu yako. Utakuwa mwenye kujishtukia kwa mtu. Kuna mtu anakuchunguza. Unaweza kulijua hilo. Kupokea malipo ya kitu ulichokisubiri kwa muda mrefu. Kupata amani baada ya kufahamiana na mtu fulani. Utaaminishwa ukweli uliouona. Utaushangaa uwezo wa mtu. Utakuwa mwenye matumaini na imani kwa masiku yajayo. Kuona viumbe weupe wenye kupendeza. Inakuashiria heri. Nyota ya mbuzi. Kuyafichua mambo ya mtu. Kupokea taarifa yenye heri. Mtu anashangazwa na wewe.
Mtu ataahidi kurudi kwa mara nyingine kwako. Utakuwa mwenye kutekeleza majukumu yako vilivyo. Hutohitaji mtu akufikirie vibaya. Utakuwa mwema kwa kujinyima na kutoa kwa ajili ya wengine. Utashuhudia anguko la mtu mwenye kukufanyia uadui. Kumlipisha mtu pesa ya zaidi. Utaomba ushauri na mtu mwenye cheo au aliyekuzidi umri. Baadhi yenu kupitia hali ya majukumu mazito yenye maumivu. Kuachwa na mtu wakati unamhitaji. Utashindwa kutekeleza huduma fulani. Kuhisi ugumu ikiwa umejitahidi sana. Mbuzi. Kila changamoto inakuja kwako kwa sababu ya kujifunza au kuwa bora zaidi. Kuwa na imani wakati ujao ni wakati sahihi kwako. Nyota ya mashuke. Utapatwa na hofu ya kitu. Kumwotea mtu jambo. Anguko la mtu litakuhuzunisha. Kuamka ukiwa katika hali ya uchovu. Kuna vitu utakuwa unavishuhudia sana usiku. Utajizuia kumkwaza mtu. Tabasamu la mtu litakufanya mtafsiri kwa namna nyingine. Kushughulikia suala la uhamisho au kibali. Kuhisi mtu anashindwa kukwambia ukweli wenye kumhusu. Kurahisishiwa kitu. Kuhisi mtu atarejea hivi karibuni. Kupata choo kwa ugumu. Utaamua kuwa upande ambao una unafuu kwako. Kumwamini mtu kutokana na uhalisia wa vitu unavyoviona au kujua. Kuhisi mtu anakuchukia. Utaepukana na tamaa ya mtu. Mtu ataona umebadilika. Utahitajika uwe msiri wa jambo. Hutoyapa nafasi mambo yenye kukupa maumivu. Nyota ya ng'ombe. Kuhisiwa vibaya kwa namna ya chuki iliyopo kwako. Kufanya maamuzi yatakayokuletea hasara. Kumpenda mtu asiyekupenda au asiyekuwa na mapenzi ya dhati kwako. Kupitia hali ambayo utahisi unaipitia peke yako. Utaepushwa na aibu au fedheha. Kushuhudia mzozo au marumbano ya watu. Kuonywa jambo. Mtu atahitaji kukushurutisha kwa jambo fulani. Kuchukizwa na majibu ya mtu. Utatamani mtu fulani awe upande wako. Utakula kitu kitakachofanya upate hali ya mchafuko wa tumbo. Huu ni wakati wa maandalizi kwa masiku yajayo. Maombi ni muhimu kwako. Nyota ya Simba. Kuhisi kama unamchosha mtu kwenye mambo yako. Kutamani kupata majibu atakayoleta amani au mwangaza katika maisha yako. Baadhi yenu mtakuwa wenye matamanio ya kupata mtoto. Kuhisi hali ya wasiwasi unapokutana na mtu au watu fulani. Utajitahidi kuwa muwazi kwa mtu. Kuchoshwa na usumbufu wa mtu king'ang'anizi. Utapata utetezi kutoka mbali au kwa mtu usiyemtarajia. Mtu atakuwa mwenye hali ya haraka haraka na utahisi anakupuuza. Utashindwa kuwa mvumilivu kwa mapito unayoyapitia na kubaki kulalamika. Kuitwa jina utakalolifurahia. Nyota ya Mshale. Kuunguza kitu. Uchungu wa maneno ya mtu yatafanya uhuzunike. Kuhisi mtu fulani hahitaji ukaribu na wewe. Kuhudhuria tamasha au kongamano litakalo kukutanisha na watu uliopezana nao. Kuhisi joto sana mwilini. Kuota ndoto yenye ujumbe wa kweli uliotokea au utakaotokea. Kuukumbuka uwepo wa mtu muhimu. Kufanya sala au ibada za usiku. Kuombwa msamaha. Kuna mtu atakuwa upande wako kwenye utetezi. Utapata ukweli wa maradhi ya mtu. Hautojutia kufanya jambo fulani. Utatamani kumwambia mtu ukweli unaomhusu, kivyovyote vile atakavyoupokea. Kuiharakia safari. Mshale. Mazuri yanakuja. Ibada yako ndiyo funguo. Nyota ya Punda. Utakuwa katika hali ya masononeko au manung'uniko kwa madhira unayoyapitia. Kuhisi mtu hataki kukuelewa au kukupa nafasi ya kujifunza upya. Kupata uzito wa kumwomba mtu msamaha. Kwa baadhi yenu mtavipokea vya thamani au ongezeko kubwa la kibiashara au jambo lako binafsi. Utamwaminisha mtu kwa watu kuwa ni mwema. Watu watafurahishwa na kauli yako thabiti yenye msimamo.
Kupata au kumpa mtu ujauzito kwa baadhi yenu. Kupata maono ya hisia ya samaki au kumuota samaki. Inakujulisha kuna heri au riziki itakufikia kulingana na ukubwa wa samaki huyo. Utampuuzia mtu. Kununua kiwanja au kitu kikubwa. Utajitahidi kufanya vitu kwa usawa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.